Na msikilizaji, na hii ni sehemu ya 33. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tumeweza kukutana hapa kusonga mbele zaidi, ikiwa ni maandalizi ya safari ya kuelekea Morogoro, kuweza kujua sasa je, kipi ambacho kitafanyika huko. Tunafahamu ya kwamba Miriam hivi sasa amesha mkubalia JC na amekuwa mwazi kwamba ni anampenda ile Deadly. Okay? Yes, kwa hiyo sasa tunaendelea. Langu jina ni Lucas Mbasi, mtayarishaji ni Elton Tony. Basi JC anaendelea kutuambia kwamba nimekuja kushtuka ikiwa bado ni usiku. Na tena nikisema kushtuka na maanisha kushtushwa baada ya kupatwa na njozi sio nzuri. Yaani niliota niko mahali fulani hivi pamoja na Miriam. Alafu ghafla tu tukavamiwa na watu waliokuwa wamevalia manguo yaliyochanika chanika. Yaani yalikuwa yamechanochana kwa muundo kama watambi hivi, huku nyuso zao zikiwa za mafuvu. Walitukamata mimi na Miriam na kuanza kututesa wakisema kwamba apple pie. Ndio walikuwa wanatamka hao maneno kwamba apple pie, apple pie. Ilikuwa ni wanatamka kama kwa njia ya kuimba, afu ilikuwa ni kwa sauti mbaya kweli kweli. Alafu sasa mmoja wao akamchinja Miriam mbele ya macho yangu na kukirusha kichwa chake usoni kwangu. Yaani uso wa kichwa cha Miriam ulipofikia uso wangu ndotoni, ndio nilikuja kushtuka kwa kufumbua macho. Sasa nijikuta nimelala chali huko chumba kikiwa na giza bado. Nami nikaendelea kutulia hivyo hivyo, nikisikilizia namna ambavyo mapigo ya moyo wangu yalitembea kwa kasi. Hofu ilikuwa imenivaa kiasi, maana ndoto za namna hii huwa zinaogopesha sana kwa sababu zinafanya uhisi vitu kama vitu halisi kabisa. Nadhani sijui tu ni kwa sababu ya kulala chali. Sijui na kwa wengine natokeaga hivyo. Ukilala usiku ukilalia mgongo, tumbo, uso, kila kitu huo umetazama juu ya dari. Wengi sana wanaotaga ndoto za uchawi ama ndoto mbaya. Sijui huwa ni kwa nini nasababisha na hii hali. Ulikuwa umepita muda sijaota ndoto mbaya kiasi. Ila leo tu mimi kulala chali naota mandoto ya kipuuzi sana. Ila sikujihisi amani kabisa kumuona Miriam ama kumwota Miriam kwa njia hiyo. Nikajinyoa taratibu na kuchukua simu kuangalia muda. Ilikuwa ni saa 10 usiku ikielekea alfajiri. Na hapo sasa tayari usingizi wote ukao umekata. Hata kama ningesema kwamba nijilaze kidogo kusubiri hadi muda niliopanga kuanza kujiandaa ufike, nisingeweza kupata utulivu wa kiakili kwa sababu hiyo ndoto iliendelea kunisumbua kichwani, ingawa nilijitahidi sana kuacha kuifikiria. Inawezekana labda niliota tu hivyo bila sababu yoyote, labda ndoto ambayo haina maana yoyote, lakini hiyo kitu ilinifanya nihisi kama vile kuna kitu nilikuwa nimesahau kufanya. Ni nini ambacho kingenipatia wasiwasi kwamba Miriam angeumia baada ya sisi kuanzisha mahusiano ya kimapenzi hatimaye? Msikilizaji, wewe nilikuwa nimeshasahau. Kuna mtu anaitwa Festo. Ni kweli kabisa. I say. Nilikuwa nimeshasahau kuendelea kufuatilia ikiwa huyo jamaa alikuwa ameondoka. Maana mimi sikuridhishwa na uhakika nilioupata kutoka kwa Miriam mwenyewe na Sky Ramadhani aliyesema kwamba jamaa alikimbia nchi. Huenda hiki ndio kitu kilichonipa wenge bado, hasa kwa kuwa wakati huu Miriam alikuwa wa kwangu. Huenda ndoto hii inamaanisha kwamba kitu kibaya kinaweza kumtokea Miriam kwa sababu ya nani? Ya Festo. Nilikuwa nimeshasahau kabisa kama hata Festo alikuwa anampenda nani? Miriam. Kwa njia moja ama nyingine umakini ulitakiwa kuwa muhimu sana. Mimi sikutakiwa kumsahau huyo jamaa. Beth alikuwa ndani na ni kama angezingatiwa tu na Sky Ramadhani. Lakini jamaa alikuwa huru. Hiyo ilikuwa ni sababu tosha kwangu kujua kuwa hatari ingeweza kurudi muda wowote ule. Hivyo sikutakiwa kujisahau hata kidogo. I say, JC nikiwa na wasiwasi, ningewaza lolote lile hata kama hakukuwa na issue kubwa mno ya kuwaza. Uwezekano wa kwamba Festo angekuwa ameondoka kweli na labda hata kwenda kupata mwanamke mwingine ulikuwepo. Lakini ulikuwa ni uwezekano tu. Mimi sikujua kama ulikuwa ndio uhalisia. Ningetakiwa kuwa na uhakika zaidi. Kwa hiyo ningeendelea kufuatilia nyendo zake kokote ambako angekuwa mpaka nijue kama anastahili kuwekwa pembeni ili nihakikishe usalama wangu na Miriam pia. Hivyo ili sasa kuiondoa mawazo ya nini kitaendelea, nikawa sasa nimeamua tu kuanza kujiandaa. Nikitoa nguo safi kabisa na kunyoosha mkunjo wote usiotakiwa kwenye nguo. Alafu sasa nikatoka na kwenda kuoga. Hiyo saa 10 nilienda kuoga. I say kulikuwa kuna baridi kali kwa mida hii. Kali vibaya mno. Na najua mpaka wakati ambao tungeondoka na bibia Miriam bado baridi lingekuwepo.
Hivyo nikaona sio mbaya nikivaa na koti la ile suti ya kisherobaro ambayo Madam Beth alinipa siku kadhaa nyuma, nadhani utakuwa unakumbuka. Kufikiria kulivaa koti hilo kanifanya sasa nimuwaze, kukiwa na ile nia fulani hivi kwa hisia zangu wa kutaka kujua hali yake akiwa huko ndani. Lakini naelewa hiyo isingesaidia kwa lolote. Kuna vitu nilitakiwa kuviacha kwenye maisha viendelee. Basi bwana, nikaamua tu kutulia na kusubiri mpaka imeingia saa 11. Nami nikaamua kumtumia Miriam ujumbe nikisema nipo tayari. Hivyo akiamka na kumaliza kujiandaa anishtue. Lakini ni muda huo bibie akawa amejibu, akiniambia kwamba yeye alikuwa ameshajiandaa mapema mno. Na nilikuwa nimemwahi tu kwa kutuma ujumbe, maana alitaka kunipigia. Kumbe sio kwamba ningetakiwa kuamka saa 11 ila kuondoka saa 11. Ikiwa ile ndoto isingenishtua, basi alamu ingekuja kuniamsha Miriam akiwa ameshamaliza kuvaa. Kwa hiyo hapo sote tukawa tumekamilisha maandalizi, alimaliza kuvaa na ndo alikuwa anatoka. Hivyo na mimi sasa nikavaa viatu vyeupe upesi na kusanuka pia. Nilivalia t-shirt langu jeupe la mikono mirefu pamoja na suruali ya jeans ya blue. Huku sasa koti jeusi lilikuwa ni kama sio jeusi sana, ilikuwa ni jeusi kijivu hivi la suti likinifunika kwa juu. Na mimi sikuhitaji kubeba madude mengi, hapana, ni simu tu pamoja na pesa pamoja na ile kadi ya mwaliko wa send off ya Doris niliyokuwa nimeshalipia. Basi nami nikamwachia ujumbe Ankia wa kumwaga, nikimfahamisha kuwa ninamsindikiza Miriam Morogoro, lakini nikamuomba awe makini kutokusema hilo kwa yote. Basi nikatoka ndani hatimaye na kuelekea nje, nikifunga milango na gate kwa uangalifu. Kisha nikasimama pembeni usawa duka la Fatuma na kumtumia Miriam ujumbe kuuliza kwamba alitaka niende kumsubiria kwa wapi, kwa sababu mimi nilikuwa nje tayari. Akasema kwamba nimsubirie hapa nipokuwa kwa sababu alihofia kutembea peke yake. Na hiyo ilipatana na akili. Ikiwa sasa ni saa 11 bado upande huu wa kitaa ulikuwa bado giza. Ilikuwa kimya. Mwanamke kama yeye atoke tu na kuanza kutembea mwenyewe, ingekuwa ni hatari. Najua hilo halikutakiwa ni kuruhusu kwamba Miriam awe peke yake. Afadhali angalau basi hata Tesha angekuepo. Hivyo nikasubiria hapo dukani kwa dakika chache, nami nikamwona bibia akitoka mle ndani kwao. Akaja mpaka hapo nje, akifunga geti lao kwa makini na kisha kurusha funguo huko ndani ya geti ili mama zake wakiamka waweze kufungua bila tabu yote. Usalama kwanza, si ndio? Basi akaja hadi huko karibu na mimi na alikuwa amevalia gauni refu la kike ambalo lilikuwa limembana lenye muundo wa kitambaa kama jeans hivi, ile jeans masweta hivi ya shule, si hata kuelezea material gani. Lakini alikuwa amependeza sana. Lilikuwa ni la rangi ya ugoro na lilikuwa limemchoresha mwili wake vizuri mno. Alivalia koti la jeans pia lenye rangi ya blue kufunika tu kifua ili kuizuia baridi isiweze kumuumiza sana. Na miguuni alikuwa amevalia simple fulani nzuri sana. Nywele zake akiwa amezibana juu ya kichwa chake. Alionekana kuwa mrembo sana kwa muda huo. Ule upya wa kumuona ile mrembo asubuhi ulionekana kwa Miriam. Basi akanifia karibu na mimi sasa nikauchukua mkoba wake na kisha kumpa kumbatio jepesi tu ili ahisi joto kidogo. Na mimi vile vile nilihisi la kwake. Vipi, umeamka poa? Sije kwako wewe. Mimi niko fresh tu, sema baridi. Pole. Okay, twende sasa, usije ukaganda. Nilimwambia hivyo huku sasa nikisugua mgongo wake kwa kumbembeleza. Basi mdogo mimi na mpenzi wangu tukaanza safari kuelekea barabarani. Nikitembea pamoja naye kwa ukaribu huku sasa nampigisha story. Wote tulikuwa na kale hali fulani hivi kwa umakini kwa sababu ya kuonekana kwamba tupo katika hali ya asubuhi sana. Hivyo hatukuwa na utani, tulikuwa tuko makini sana barabarani. Kwa hiyo nikamuuliza Miriam ya kwamba je, alishawahi kutumia usafiri wa train na mwendokasi? Miriam akasema ndio ingekuwa mara yake ya kwanza. Msikilizaji, of course hata mimi mwenyewe vile vile ingekuwa ndo mara yangu ya kwanza. Na hii ingekuwa kwa sababu unajua nini? Najua ujenzi wa huo mradi kwa kipindi hiki ndio ulikuwa unaelekea kuifikia Dodoma. Na safari za mizunguko kutokea Dar mpaka Moro ndio zilikuwa zimeanzishwa. Kwa hiyo sote sasa tungeenda kujionea jinsi ambavyo ingekuwa, experience unajua ya mara ya kwanza kuzipanda hizo issue tungeipitia pamoja. Angalau na nchi yetu ilikuwa imepiga hatua kwenye miundombinu na mambo mengi tu. Ingawa najua hujuma zilikuwa ni nyingi mno na zingeendelea. Basi bwana, mimi na Miriam wangu tukawa tumechukua usafiri wa bodaboda hadi kufikia stendi ya Mbagala Rangi 3
nasi tukaelekea huko sasa, huku nikiwa nimemshika bibia mkono. Kwa muda huu eneo hilo lilikuwa lina watu wengi sana, wengi wao wakiwa ni wanasubiri magari ya kuelekea pande walizotaka kwenda. Nasi tukakutana na kizungumkuti cha kuhitaji kusubiri magari ambayo yangekwenda moja kwa moja mpaka station. Of course ingekula muda kwa sababu tulisimama karibia dakika 15 bila magari hayo kufika. Hivyo nikamwambia Miriam kukodi bajaji ya kwenda barabara ya kuelekea makumbusho huko, ili sasa tushukie kwenye kituo fulani ambako daladala za kwenda stesheni zingepita. Kwa hiyo likaonekana kuwa ni wazo zuri kwake. Hivyo tukaamua sasa kuchukua bajaji na kuelekea huko. Ilitembea kwa kasi sana kutuaisha. Miriam alionekana kuwa na usingizi bado. Tangia tumeondoka Rangi Tatu, akawa ni amenilalia tu begani na kufumba macho kwa dakika nyingi sana. Mimi najisikia vizuri sana, huku mie sasa nikikaza macho mbele na kuendelea tu kutulia. Tukafika eneo ambalo nilitaka kushukia hapo kwa pamoja. Basi daladala ikaja na sisi tukaendelea na safari kwa mara nyingine tena. Nilihisi kufika maeneo stesheni kipindi fulani hivi, lakini sikuwahi kwenda kabisa kwenye stesheni yenyewe, yaani hii mpya SGR hii. Kwa hiyo hakukuwa na tabu. Miriam wangu kuendelea kunilalia ingekuwa ni jambo zuri tu. Kwa hiyo tulipofika maeneo ya huko, tulikuwa tunatazamwa sana na watu, na nilipenda of course. Miriam alistareheka kabisa kuwa kando yangu mbele ya watu wote ambao hatukuwafahamu, na nilitaka ije kuwa namna hiyo kwa wale wote waliojalisha kwetu. Safari yetu ya mapenzi ndio ilikuwa inaanza, msikilizaji. So baada ya kufika hilo eneo, tukaelekea mpaka kwenye jengo zuri sana la station hiyo ya treni, na ilikuwa imeshaingia mida kama saa 1 hivi kabisa. Of course tulichelewa, lakini hakukuwa na namna. Yaani hilo jengo halikuonekana kama jengo la station ya treni, ila ni kama terminal ya uwanja wa ndege. Lilikuwa ni zuri, safi, ambalo lilikuwa limejengwa kwa vioo vizito kulizunguka. Yaani safi. Nadhani wengi ambao mnalifahamu mtajua ninachoongea. Ndani sasa ndo kulikuwa na utaratibu uliofanya pawe kama airport kabisa. Kukiwa na mashine za x-ray za kuchunguza vitu haramu, na kulikuwa kuna walinzi, maskari. Watu waliofika hapo yani walionekana kuwa ni wa yale maisha ya uzungu sana, pesa kwa sana. Hata kama sio wote, wengi walijiweka hivyo. Kwa hiyo wanawake walivaa kwa kujiachia, mapaja nje. Pamoja na hali kwenye baridi, lakini wanawake walivaa kwa namna ya kuonesha mili yao. Yaani nilihisi nimeingia sehemu maridadi zaidi kuliko hata nyingine nilizowahi kwenda. Sisemi kwamba eti ilipita zote ambazo zilikuwa maridadi, no. Ila nasemea kwa hizi tu ambazo zilikuwa zinahusiana na masuala ya safari, ukiondoa majengo ya uwanja wa ndege. Basi bwana, tukapita pale kwenye ukaguzi, kisha tukapanda hadi ghorofa la pili ili sasa kukata tiketi. Miriam wangu akakaa kusubiri nikate tiketi zetu. Na kuambia watu waliokuwa wamepanga foleni fupi walikuwa wanatazama, unajua. Kwa na mimi nikapata pale tiketi, hatimaye na kurudi kana bibie. Training ingefika kwenye mida ya saa 3 hivi. Na bila shaka Morogoro tungefika kama sio saa 4 basi saa 5. Kwa hiyo tukaendelea kutulia tu hapo. Mara kwa mara nilikuwa naangaliana na Miriam, na sote tunakuwa tunatabasamu tu bila sababu yoyote. Sio tena penzi jipya. Kwa hiyo tukashikana viganja bwana na kutulia hivyo. Na mimi sikuweza kujizuia kuona namna ambavyo baadhi ya wanawake na wanaume walivyokuwa wanatazama sana. Sio kwamba eti kusema Miriam ama mimi pekee ndio tuliokuwa wenye sura nzuri pekee tu ndani, no, lakini nadhani ni jinsi tu tulivyokuwa tunajiweka ndivyo tuliwavutia sana. Kwa hiyo nikawa tu na watikisia tu vichwa wanaume fulani hivi ambao kwa wananipatia salamu kwa njia ya kwamba ni aje nini. Huko sasa nikiepuka kudolea mwanamke yoyote kwa sababu wa kwangu alikuwepo hapo. Na wala hata kuonekana kujali. Yeye alikuwa zake tu ametulia tu kama hana habari vile kuwa ningeweza kuibiwa. Na hiyo sasa ikanipatia hali ya kujiamini zaidi hata kwa yeye ambaye angeweza kuibiwa na wanaume wengine waliomuona kuwa mzuri. Nikawa namsemesha mara moja tu na kumuonesha video za ucheshi kwenye simu yangu ili sasa kuweza kusogeza muda kidogo. Kwa hiyo tumekaa hapo mpaka saa 2:30 hivi. Kweli tangazo la treni kuadia likatolewa. Tukanyanyuka pamoja na watu wengine, nasi tukaenda huko na kuingia kwenye siti zetu ambazo tulikuwa tumepewa. I say, yani hii treni ilikuwa ni magic. Ilikuwa ni nzuri sana. Siti zilikuwa ni laini, TV ndogo kila mstari wa siti kwa juu, AC za maana, na nadhani hata huduma ya choo ilikuwepo. Ila nani angejisaidia kwenye mwendo kasi? Anyway, natania tu. Kufikia hii mida, jua tayari lilikuwa limeshawaka. Kwa hiyo nikawa sasa nimevua koti, huku Miriam akiwa amevala kwake tu. Hakutaka kuongea sana. Yaani ile tumefika tu na kukaa, akanilalia begani tena. Nikacheka kidogo tu na kumwambia akae tupige story bwana. Lakini bibi akaendelea kulala tu. Utadhani yani alikuwa amenunua mto mpya.
Kwa hiyo nikaona ngoja nimwache enjoy usingizi wake nisimsumbue. Ndio ulikuwa mwanzo wake wa kudeka huo. Kwa hiyo nikamwashia na AC kisha nikaingia mtandaoni kuperuzika. Saa 3 haikukawia kuingia na ndio treni yetu sasa ikawa imeanza mwendo. Msikilizaji, hii safari ilikuwa ni tulivu sana tofauti na vile nilivyokuwa nimetazamia. Yaani treni ilitembea kama vile iko pale pale. Haisikuwa inaseleka tu. Sikisikia yani eti kusikia siji makelele yote, hapana. Ilikuwa kama yani niko kwenye ndege. Kwa hiyo kukawa na hudumu wanapita na kuambia wanatupatia vikeki eti vya kuyeyushia meno, na kwa dakika kama 40 hivi tokea tumeondoka, Miriam alikuwa ameupata usingizi ule wa maana. Akilala kwa utulivu bila mifurukuto yoyote ya kushtuka hapana. Alikuwa na ule uchovu sio wa jana au juzi tu bali wa muda mrefu. Na sasa angalau akawa sasa ameutoa kidogo kwa msaada wa bega langu kwa kulala. Na mimi sikuwa check ganja chake. So nilipenda kumwangalia usoni alipokuwa amesinzia. Yaani ile amani alionipa nilikuwa naiona. Na hatimaye baada ya hizo dakika kukata, akawa ameamka, akanitazama usoni kukuta sasa namwangalia tu kwa utulivu yani. Naye akanyanyua kichwa chake na kuegamia siti yake kusasa akiziba mdomo na kupiga miayo. Hey, mambo. Nilimuuliza hivyo kwa sauti ya chini. Akaniangalia usoni na kusema ya kwamba poa. Kalikuwa kamechoka. Nimwambia hivyo kiutani tu, akatabasamu kizembe. Pole sana. Sema tatizo unapenda sana kujipa mikazi mingi sana Miriam. Nisipofanya kazi nitakula nini sasa? Aliuliza hivyo huku sasa akiangalia mbele. Kazi ya pesa sawa. Kuna ulazima gani wa kufanya hadi kazi za nyumbani? Unajua nimekuangalia sana. Unatoka kazini na joto kali, unafika tena nyumbani unaliongeza. Kwa nini mwili wako usichoke? Jaden, sio unataka mnifanye nini? Akina mama au mam ndio wafanye hizo kazi? Hapana, ila umeshafikiria kutafuta labda msichana wa kazi? Hapana we. Hizo biashara za mdada wa kazi sitaki. Vipi ulikuwa gani hapo? Yes, walishakuwepo karibia 3. Tena kabla hata Tesha hajaja. Na alipokuja tena, yani ni wasumbufu sana wadada wa kazi. Najua hilo. Ila ni kama tu hawaja, labda kama utakuja wachunguza vizuri, lakini kuna ambao wadada wa kazi ni wazuri sana. Sasa huo muda wa kwanza kumchunguza Jaden hapana. Wawili waliondoka, wanalalamika eti Mariamu anawachosha. Mara sijui shangazi yangu ana roho mbaya, Shadia yani. Na wa mara ya mwisho alikaa miezi 2, alafu akatoroka akiwa amenibia 50,000. Kweli. Unajua mimi sipendi makelele. Angalau sasa hivi mambo sio mengi sana kama wakati mama ameanza kuumwa. So hizi kazi ndogo ndogo nakuwa tu nafanya. Napenda sana kufanya kazi ikiwa kama ulikuwa ujue hilo. Kuhusu kufanya kazi mimi najua sana. Sema usizidishe sana kufanya kazi. Unajua bado ni mrembo sana. Mikazi mingi itakufanya ukongoroke. Of course inachoka. Kwa hiyo we ikitokea anyway, kwanza ukichoka mimi nitaanza kukimbia. Yaani nikianza kukonda ama kwanza nikianza kukonda tu mimi ndo nitakungania sasa. Yaani tena nitakungania Jaden hadi kwenu. Itapendeza sana kama ukija kufika nyumbani. Nilimwambia hivyo kwa hisia. Akaniangalia usoni kwa utulivu, nikamwambia kwamba nataka mama akujue. Jaden, yani serious mama yako anifahamu? Bado mapema. Unataka iwe lini? Tutajua tu. Lakini Jaden, yani ndo tumeanza jamani mahusiano. Unataka kusema kwamba ni wote nipeleka nikamwone mama yako kesho au? Hautaki ama? Hapana, lakini naona kama ni mapema sana. Mimi nataka kesho twendeni kupeleke nyumbani. Nilianza kujimbisha hivyo msikilizaji. Miriam akaangalia pembeni na kutabasamu. Sikia, mimi nataka kesho twende basi kumwone mama. Tulia kijana wangu. Kila kitu lazima kiende kwa hatua. Taratibu tu, sio unipate jana afu kesho tangaze ndoa. Kwani hapo kipi ni kibaya? Kuna kibaya Jaden, lakini yani ni kwamba mimi nataka tutoke mambo yetu vizuri. Nataka familia yangu wakujue kwanza, yani of course tayari wanakujua ila wakutambue kama mwanaume wangu. Alafu sasa ndio unipeleke nikamwone mama yako. Anyway, sio mbaya. Na tunayaweka mambo mengi sawa kwa kudili na hili la Mariam kwanza, si ndio? Ile la Mariam lipite kwanza.
alafu mengine sasa ndo atafanya. Kwa hiyo yani ndo atafanyika. So mimi najua bado tuna muda wa kutosha. Okay, sio mbaya. Hao wanaoliangalia huko hilo shamba, kwani wanataka nini? Kulikuwa kumezuka tu kama kamgogoro hivi. Kuna mwenyeji alikuwa anadai sehemu fulani hivi ya shamba letu imeingiliana na la kwake. Sasa sijui anataka kuliuza. Yani anasema kama vile tumeiba sehemu yake. Kwa hiyo hapa naenda kusambaratisha hiyo issue. Maana nahisi hapa inawezekaja kuleta matatizo baadaye. Nikienda mimi mwenyewe kuwathibitishia vipimo vya shamba la mamu, hawezi kufanya uchakachuzi wote. Si unajua tena nikikaa mbali muda mrefu of course hiyo inaweza katokea. Yani kelele ambazo watu wananipigia kwa sababu tu ya shamba la mdogo wangu hazikomi. Sijui tu ni kwa nini. Nimemalizana na mambo ya Joshua yakapita, ikaja ile ya kampuni limepita. Waliotaka hadi kutaifisha hadi nyumba na ukanisaidia likapita hilo. Sasa hivi tena hili. Yani hakuna kitu mtu anaweza kufanya akanichanganyia habari kuhusu mali ya mdogo wangu. Unajua naitunza ni mpaka na kisha anakuja kuimiliki yeye mwenyewe. Miriam aliongea hivyo kwa sauti tulivu sana msikilizaji. Na jambo hilo of course yani jambo hilo ambalo alikuwa amesema likawa sasa limenifanya nikumbuke kitu fulani. Nami nikamtazama kwa namna ambavyo alikuwa yupo serious kwa kile ambacho alikuwa anakiongea. Kisha nikashusha pumzi. Miriam alipoona nimebakia kimya tu, akanyanyua viganja vyake ambavyo kwa sasa vilikuwa vimeshikana na kuvirudisha mapajani tena. Nami nikamwangalia usoni nikauliza vipi? Nimemuuliza, akasema poa tu, labda siji kwako. Kwani vipi? Mimi naona tu kama ni mood yako imehama. Kuna kitu labda unawaza? Baada ya Miriam kuuliza hivyo, nibaki tu nikimtazama machoni kwa utulivu. Akaniangalia kwa njia fulani hivi ya uelewa na kusema kwamba niambie. Basi nikakileta ganja chake usawa kifua changu na kumwambia kwamba kuna kitu nilikuwa bado sijakwambia. Wewe, mbona umekuwa serious namna hiyo? Ni kitu kibaya ama? No, sio kibaya. Ni kuhusu tu kampuni ambayo yani wale watu ambao Joshua alikula lile dili la kuuza kiwanja cha mdogo wako. Ni mzee wangu ndo ambaye alikuwa anakitaka. Yani yeye ndio kichwa cha sehemu ya hiyo kampuni iliyokuwa inadili na hilo swala. So alikuwa anataka kulinunua shamba la mam, lakini hakujua kuhusu hizi antics za Joshua hizi. Tena ni dili ambalo lilikuwa linasimamiwa na mwakilishi wake. Jaden, mbona mimi sikuelewi? Baada ya Miriam kuuliza hivyo, nilibaki nikimtazama machoni tu kwa utulivu. Akaangalia pembeni kwa ufupi kisha akaniangalia usoni tena. Yani unamaanisha kwamba haya yote yaliyotokea juzi yamesababishwa na baba yako kufikia? Yani yeye ndo alitaka hadi kuuza na nyumba yangu ama? Miriam, naomba unisikilize. Hakuwa anajua kuhusu mambo ya Joshua. Yeye alifanya hilo deal clean kabisa. Kwa hiyo yale yote yalipotokea akapata hasara. Yani kampuni kwa jumla ilipata hasara. Yani iliporudi hasara lazima kampuni ingehitaji kufidia. Ndio maana. So hayakuwa makosa yake. Hata kama asingekuwa mzee wangu, nadhani unajua hilo. Kwa hiyo kumbe ndio maana ukatoa ile milioni 10. Hapana, yani naomba nisikilize. Kwa hiyo kumbe yani tokea mwanzo. Kwa nini Jaden kuniambia mapema? Nisikilize Miriam. Naomba nisikilize, usikasirike, umesikia? Nadhani kusingekuwa na tofauti wote. Of course ndio nilikusaidia kwa sababu nilijua hayo. Nilikusaidia kwa sababu nilitaka kufanya hivyo. Hayo sasa hivi yameshapita. Mimi nimeona tu nikwambie ukweli tu kuweza kuelewesha. Ukweli wa kwamba wewe ni mtoto wa tajiri ambaye utatoa tu yani milioni 10 na kuzigawa tu bila kuwaza, si ndio? Kwa kuwa daddy haishi pesa, si ndio? Miriam, I'm sorry. Nimeshangaa tu. Anyway, sikutarajia. Miriam alisema hivyo huku sasa akiangalia pembeni kwa huzuni kiasi. Nikakiweka kiganja chake usawa wa shingo yangu na kumwambia kwamba I'm sorry tu. Unajua mimi sikukuambia mapema kwa sababu mambo yalikuwa ni mengi sana. Na mimi mwenyewe nikakuchanganya kwa mambo mengi, vitu vingi. Ila nimekuchanganya vizuri mpaka sasa hivi tuko hapa uongo. Anyway, naomba kwanza tuweke tu mambo pembeni. Sasa hivi tupo kwenye chapter nyingine kabisa. Basi nilisema hivyo, akatikisa kichwa kuonyesha kwamba kaelewa
Naye akasema sawa, nakushukuru kuniambia, lakini ndio tunaanza kujuana sasa. Yeah, of course ni kweli. Nilisema hivyo kuna kitabasamu. Akatulia kidogo kisha kauliza kwamba kwa hiyo kwanza hivi mzee wako anaitwa nani? Anaitwa Frankie Manyanza. Na ndio mwenyewe kampuni iliyokuwa interested kununua kiwanja cha mama. Sio kwamba ni ya kwake kabisa. Yaani hiyo ni anahusika nayo kama president wa hii kampuni kwa huku Tanzania. Yaani ni ya watu wa huko New Zealand na wameijenga huko. Kwa hiyo yeye ni kama CEO. Yeah. Na kampuni inahusiana na nini? Ni haya masuala ya lighting. Okay. Yeah. Ngoja nikuonyeshe. Umeona ile jengo lipo kule makumbusho kule. Lile zuri. Ngoja nikuonyeshe kwenye simu. Ila hapa umeliona. Msikilizaji, muda huu sasa nikawa namuonyesha picha ya jengo hilo kwenye simu yangu. Sky Town. Of course ni pazuri. Alisema hivyo baada ya kusoma hapo kwenye picha. Sasa hawa jamaa wanatoa space za kufanyia biashara, yani kupangisha nyumba au vyumba au kumbi za mikutano ama sherehe za gharama yani. Na inahusika na mambo mengi sana. Na yeye sasa kwa upande wake huku ndo anaibeba sasa. Kwa hiyo of course wamepanuka zaidi, ndio maana wanataka kusambaza upendo wao kwa mikoa mingine. Nadhani Mwanza, Dodoma, Arusha labda tayari huko. Ndio sababu walitaka sasa na kiwanja cha Mamu ili wajengee mradi wao wa huko Morogoro. Yeah. Of course ana hela. Mzee wangu halali. Au vipi, nipatie namba zake? Baada ya kumwambia hivyo Miriam kiutani, Miriam akacheka kidogo kwa pumzi na kutikisa kichwa. Sema ngoja nikutoe. Unajua anaweza akakunulia hata akanua hadi hela huyo. Mzee wangu unajua mimi au wewe upendi hela? Mzee anaweza akakunulia hadi hela. Mwache ujinga bwana. Niambie, afu ulisemaga kwamba alimuoa mama yako wakati uko form 4, si ndio? Wameanza mahusiano mimi niko form 4. Amekuja kumuoa nilikuwa nakumbuka nilikuwa form 6. Basi mimi nidhani labda ulimaanisha amemuoa kipindi huko form 4. Hapana. Kwa hiyo anapendana sana ndio maana anapenda sana na nyie watoto. Ndio. Unajua mzee ameanza sisi kutupenda mimi na Jasmine kabla hata hajamuoa mama. Yaani Jasmine ndo aliwakutanisha. Kivipi? Yaani namaanisha hivi, mzee ameanza sisi kutupenda mimi na Jasmine kabla hata hajamjua mama. Kwa kumbe aliwajua nyie kwanza. Kwa mtu aina yake sio rahisi sana kumpata na kumjua. Yaani hana ile kujichanganya sana na jamii, hapana. Sio kwamba eti anabagua watu, lakini kazi zake ndo zinamfanya na kwa hivyo. Kwa muda mwingi yani anakuwa busy na kazi zake. Kwa hiyo bado sijanielewesha hapa JC. Yaani nifafanulie. So nyie aliwajuaje mpaka akakutana na mama yenu? Kukutana kwake ni kwamba ni kupitia binti yake. Ana mtoto wa kike. Kwa sasa hivi ni mdogo wetu. Anaitwa Nuru. Kwa hiyo niliokuwa maisha yake. Ndio mpaka sasa nikaja kukutana babake. Huyo Nuru alifanyaje? Yaani tulikuwa kwenye party fulani hivi kule Malaika. Kule Mwanza kule. Si unajua tena mambo ya vijana na sisi, si unajua Na Nuru sasa akawepo hapo hiyo siku. Alikuwa ni mdogo lakini mambo yake sasa ni yake kubwa. Kwa hiyo alikuwa amepelekwa hapo na jamaa fulani hivi. Kwa wakati huo jamaa ni kama teshani. Ila mambo yake alikuwa sio. Nuru alikuwa ni kwenye miaka kama 14 hivi, lakini alikuwa ananyweshwa pombe. Wewe, miaka 14 binti yule akawa anakunywa pombe. Unajua tena na ule ushua unachangia. Unajua watoto wa matajiri hawa kwao pombe wanaweza kutumia hata wakiwa na miaka 12, 13 kwa sababu vitu vinakuwa hivyo ni vya kawaida sana kwao. Kwa hiyo Nuru yeye alikuwa ni changanyikeni sana. Alafu alikuwa kana kiburi hizo. Ila alikuwa na umbo fulani hivi kubwa kubwa tu. Kwa hiyo hata akidanganya na miaka 18 watu wanakubali. Kwa hiyo sasa kwako umetokea ugomvi. Huyo jamaa yake bwana alikuwa amepigana na mtu na wakawa wamepasuliana chupa nini. Nuru akawa amechanwa shingoni pembeni hapa hivi. Sasa tumekuja kusikia sasa ni kelele nini, jamaa wakaanza nini, wamekimbia. Sasa kufika hapo Nuru akawa amelala chini. Damu hapo inaruka, anahangaika. Alafu sasa ni walikuwa pale wakati walikuwa hapo wakawa wanamwangalia tu Nuru. Ila kipindi kile kwamba hatutakiwi kumgusa mpaka watu maalum waje kumgusa kwa sababu waliona kwamba wakimgusa kesi itawaangukia. Kwa hiyo wewe ukafanyaje?
Wewe unacheza na mimi? Miriam, mimi ni genius. Basi uniambie bwana, si unaanza kujisifia nini? Okay, tulia. Kwa hiyo niliona alikuwa anapata shida sana kupumua. Kwa hiyo nikajaribu sasa kitu ambacho yani sikuwa hata na uhakika kama kingefanya kazi. Silikuwa nasoma sana. Nilijua tu kuna kitu fulani hivi wanaita ni neno fulani hivi gumu sana la kisayansi. Sidhani hata kama nikikwambia utanielewa. Kwa hiyo sasa yani ni kumfanya mtu kwenye hiyo instance kama mshipa wake umepasuka, unatumia bomba dogo kuweka kwenye hilo jeraha ili sasa aanze kupumulia hapo. Yani Miriam, sijui hata nikuelezeje. Ni mambo ya kidaktari zaidi. Yani anyway, lakini nilifanya hivyo. Kwa hiyo nikapata kibomba. Kwanza nilikuwa nafikiri labda mrija wa soda ungeweza kufanya hiyo kazi. Lakini nikatafuta bomba la peni kabisa na kufanya hivyo. Kwa hiyo nikamwekea hapo alipokuwa amechanika. Yani nikaingiza ndani kabisa hivi. Hasa nikikumbuka basi tu. Msikilizaji, niliongea hivyo kwa hisia sana. Miriam alikuwa ametulia tu, akiniangalia kwa macho yenye umakini sana. Kwa hiyo sasa ndo akaja sasa kumchukua. Ilikuwa ni baadaye wakampeleka hospitali. Mimi nilikuwa hata sijui kama ingefanikiwa, ila ni Mungu tu. Alafu baadaye sasa nikaja kugundua kwamba hiyo issue ni hatari. Yani ilikuwa ni bahati tu ilimuokoa. Kama ningemwekea vibaya tu, mimi ndo ningemuua. Unajua haikuwa poa Miriam. Ndio taarifa sasa zikamfikia baba yake sasa. Alikuwa kudako wakati huo. Sasa na mimi jina langu likafikishwa kwake. Tulikuja kwenda hospitali na Jasmine kumuona Nuru. Yani babake sasa alitutafuta, ndio sasa tufanyaje? Tukapelekwa. Kwa hiyo sasa kuanzia hapo ndo akaanza sasa kutofeva mpaka akaja kukutana na mama. Yani imekuwa ni historia nzuri sana. Msikilizaji, nimwambia hivyo Miriam huku sasa nikiangalia mbele. Nilimtazama hatimaye na kukuta amekaza macho yake mazuri kwangu. Kwa njia fulani hivi kama vile anataka kuachia tabasamu. Nikamuuliza kwa sauti ya chini ya kwamba nini? Akatabasamu hatimaye na kusema kwamba hamna kitu, napenda tu kusikiliza ukiwa unaongea. Okay, sawa, nafurahi kujua hilo. Alafu inaonekana una mambo mengi sana kwenye maisha yako ambayo ninahitaji kujua. Kwa hiyo nitakuwa tayari zaidi kukusikiliza. Ninataka uje uniambie kila kitu kukuhusu wewe. Baada ya Miriam kusema hivyo, nikatikisa kichwa kubaliana na hilo. Naye akalaza kichwa chake begani kwangu tena na kunishikilia kwa njia iliyoonyesha kwamba ana amani. Kauli yake hapo mwishoni ilikuwa imenifanya niwaze kuhusiana na jambo lingine muhimu zaidi ambalo nilitakiwa kuja kumwelezea. Unajua ni issue gani? Juu ya issue yangu mimi na mwanangu. Mimi sikuona kwamba lingekuwa ni gumu mno kwake kumeza, lakini najua nilipaswa kulileta mapema kabisa. Ukitegemea na jinsi ambavyo mambo yalikuwa kwa upande wangu na huyu mtoto ambaye hata sikuwa nimekutana naye bado. Mwanamke wangu angetakiwa kuelewa hilo swala kwanza ili sasa mimi nipate wepesi zaidi katika hatua zangu za kushughulika nalo inavyotakiwa. Safari ya kwenda Morogoro hatimaye ilikuwa imeingia kwa mida ya saa 5 vya asubuhi. Tukawa tumeshafika. Sasa nami pamoja na bibia wangu tukatafuta mgawa mzuri ili kupata chakula kwanza. Jua lilikuwa linawaka kweli kuelekea kama mida ya saa 6 hivi. So sisi tulipomaliza kula ndio tukachukua taksi ambayo ingetupeleka kule ambako Miriam alidhamiria kwenda. Alikuwa ameshawasiliana na familia yake, hususan Bi Zawadi ambaye alimpigia kujua ikiwa ameshafika. Kwa aliwaacha vizuri huko nyumbani. Hata kama ingetokea amechelewa kurejea Dar, angekutana nao tu kumbini kwenye send off ya Doris. Kwa hiyo sisi tukawa tumeelekea mpaka kwenye eneo ambalo lilikuwa linajulikana kama Mizani, sijui watu watakuwa wanapafahamu hapo. Ikiwa ni barabara ambayo inaelekea Dodoma. Kwa hiyo sisi tukaingia huko ndani zaidi kwenye hizo pande ambazo zilikuwa na maeneo yenye mashamba pamoja na viwanja na maporipori pia. Niliona kwamba sehemu hizi za huu mkoa zilikuwa zinaendesha ujenzi wa miundombinu mbalimbali. Yaani ile iliyokuwa inakuja kwa kasi kwa sababu viwanja vilikuwa vingi na ni sehemu ambayo yani ingependeza mno kama hizi harakati zisingekoma. Kwa hiyo tumefika sehemu fulani hivi iliyokuwa na shamba kubwa kweli. Likiwa limepandwa mazao ya mboga, mahindi, viazi, nadhani hivyo. Yaani kwa ile njia sio ya kipaumbele sana, ingawa ilikuwa ni mengi. Sasa hili ndio lilikuwa ni shamba la Mariam. Na hapa walikuwepo watu kadhaa waliokuwa wakisubiri kwenye kibanda kidogo sehemu za mbele huko. Nasi tukaanza kukielekea sasa huku na hao watu sasa wakija kukutana na sisi. Walikuwa ni kama 5 hivi. 3 wakiwa wanawake na 2 wanaume. Wote ni watu wazima tu. Na tulipokaribiana maongezi yakaanza kwa salamu.
Miriam alizungumza nao kwa ustaarabu sana, akitaka kujua yaliyokuwa yanaendelea kufikia mpaka muda huu. Sasa mwanamume mmoja hapo ndo alikuwa akidai kwamba sehemu fulani hivi ya kiwanja chake imeingiliwa, yani kilipakana na shamba la Mariam. Na hawa waliolitunza walikuwa wamepanda mazao mpaka kukiingilia kiwanja chake na kudai sehemu hiyo yote ni ya kwao, yani kwa niaba ya mmiliki. So alikuwa anataka kukiuza kiwanja chake na hakutaka iwe mgogoro mkubwa sana kuweza kuingiliana na nini, si unajua? Ndio sababu sasa alitaka uhakikisho kutoka kwa mmiliki halisi wa hili eneo lingine, ili sasa wasije kulaumiana baadaye mengine yakitokea na kusababisha mvurugano. Kwa hiyo ikabidi sasa hadi tupelekwe usawa hilo eneo ili tuonyeshwe jambo hilo ambalo linasemekana kwamba ni eneo ambalo limezidi. Na Miriam ndo akaanza kubainisha sasa mambo, eneo ambalo lilikuwa ni la mdogo wake, karatasi za vipimo na nini, na ikaeleweka kwamba huyo jamaa hakuwa ameibiwa chochote. Yeye alikuwa ni mbishi sana. Yani hata baada ya kuonyeshwa vipimo na document akawa anapaisha sauti tu, hasa kwa sababu Miriam alitumia heshima kuongea naye akiwa ni kama mtu mzima. Kwa hiyo ikabidi mimi niingilie kati. Nikaambia mzee kwamba ikiwa hakuridhika na uthibitisho aliopewa na Miriam, basi afungue kesi. Sisi tungekuwa tayari kupambana nao. Maana hatukutaka mgogoro wowote wa ardhi na kuanza sasa kukatana mapanga, hapana. Eti aje tu akate ardhi sio ya kwake, aiunganishe kwenye ya kwake alafu eti amuuzie mtu mwingine. Hapana, ilete maana. Kama hakutaka kuamini uthibitisho wa wazi alioletewa na Miriam, basi tungelipeleka ile swala mahakamani. Na hapo sasa angekuwa anajisumbua tu, kwa sababu angepoteza muda, angepoteza pesa na labda hata nafasi ya kuuza kiwanja chake. So Miriam pia alikuwa ameshaona kwamba huyo shida yake ilikuwa ni kuongeza tu upana wa eneo lake ili aliuze kwa gharama ya juu zaidi kwa mnunuzi. Kwa hiyo akamwambia aache tamaa, hivi vitu vingekuja kumgharimu, maana kama angekuwa mwingine hapo asingekuja kistaarabu. Ni yeye Miriam ndio aliyekuwa karibu kuibiwa hapo. Yani hilo alilijua kabisa. Kwa hiyo akamuomba huyo baba aachane na hii issue kabisa, maana sheria zilikuwepo na alijua haki yake. Ndio jamaa akawa mpole. So mwongezi aliofuata baada ya hapo yakawa sasa ni yenye amani kiasi, ikieleweka kwamba hilo eneo jamaa lilosema ni la kwake lilikuwa ni sehemu ya shamba la Mariam kihalali. Kwa hiyo hadithi kama imeishia hapo. Ilikuwa ni kusumbuana tu. Yani Miriam kuja huko kote ilikuwa ni kwa sababu tu waliolitunza eneo la mdogo wake hawakujua kukoromeana na waliopandisha sauti. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima bibie aje mwenyewe kuweka mambo sawa. Kwa hiyo tumekaa hapo mpaka saa 8 ndio tukawaacha sasa, na Miriam akawa amewapatia watunzaji kiasi fulani hivi cha pesa, sijui kwa ajili ya nini, anyway sijui. Basi mission ikawa imekamilika kwa namna hiyo. Moja kwa moja jambo ambalo lingefuata ingekuwa ni kurudi kwenye kituo cha station ya treni ili kuwahi kurudi Dar. Kama muda lakini ungekuwa na ruhusa. Kwa hiyo tungefanya matembezi kidogo nini, lakini kweli tulihitaji kuwahi huko. Miriam hata hakuwa amejiandaa. Yani katika maana ya kwamba labda aende saluni au sike kwa ukaribu na issue za upendeshaji wa Doris nini, yeye mwenyewe kuvaa nini, yani alikuwa na rundo la mambo mengi sana aliyohisi angekosa kutimiza, hasa kwa kuwa alihusika kama mwanakamati maalum kwenye hiyo sherehe. Kwa hiyo kujaribu kuwahi ilikuwa ni jambo muhimu sana. So tulikuwa tumefanikiwa kupata train ya saa 10 jioni. Upesi sana ikatukimbiza kuturudisha Dar na hatimaye kutufikisha huko ikiwa sasa imeshaingia saa 12 jioni. Miriam alikuwa amewasiliana na Doris kumjulisha kuhusiana na hii hitilafu. Kwa hiyo huko wote walielewa kwa nini alikosekana hapa na pale, lakini la msingi lilikuwa ni kwamba angefika tu kumbeni. Yani hakutaka hata kula tena. Akili yote ilikuwa kufika kwenye send off ya ndugu yake ili kutoa support kwa mwenzake. Of course mimi nilipenda sana huu utu wake wa kujitahidi mno siku zote kutanguliza maslahi ya wengine. Kwa hiyo bwana, muda ulikuwa umeshasogea kidogo. Yani alikuwa anafikiria kurudi nyumbani, avae vizuri, ndio tena tuelekee Kigamboni kwenye ukumbi wa hiyo sherehe haraka. Lakini sasa nikamtuliza na kumpatia wazo lingine. Nikaambia twende kwenye moja ya maduka makubwa ya nguo na mitindo pande hizo hizo ili sasa aweze kutengeneza muonekano wake vizuri kwa ajili ya sherehe. Alafu sasa ndo tungeenda huko moja kwa moja. Nikaambia kwamba hata mwenyewe nilikuwa naenda kwenye send off kama yeye tu. Na nilijua tukifanya mizunguko mingi mpaka kurudi nyumbani tungechelewa. Kwa hiyo nikamuomba akubali hilo ili sasa tuokoe muda. Aliona hilo kuwa ni wazo zuri na hata akatania kwa kusema sawa twende. Kwa sababu ya mimi kuwa mtoto akishua basi anajua ningegharamia kila kitu bila kumwaga jasho. Kwa hiyo nifurahi kwa mara ya kwanza airidhia mimi kufanya jambo fulani hivi kwa ajili yake bila yeye mwenyewe kuweka migomo kama
nilivyokuwa nimemzoea. Nasi tukafanya sasa kuelekea kwenye duka moja zuri sana la nguo na mitindo ili tujiweke fresh kabla ya kuelekea send off send off huko. So nikalipia nguo mpya kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na yeye. Yaani yoyote ile ambayo yeye angechagua nilikuwa nipo tayari kulipia. Na nikawa sasa nimewaomba wavalishaji wa hapo wamwekee mrembo wangu vitu vizuri pia. Mimi nikavaa moja yale mashati ya Uturuki. Ilikuwa ni la kijivu hivi na lenye mtindo mzuri sana. Pamoja na suruali nyeusi ya jeans. Ilikuwa ni laini pia. Na nikanunua na viatu vyeusi venye gharama ya naweza nikasema ni gharama ya juu kidogo. Yaani muonekano rasmi yani. Nadhani ungeniona ungeelewa namna ambavyo nilikuwa nimependeza kwa kuvaa vitu vya gharama sana. Miriam sasa ndo aliniacha kinywa wazi. Yalichagua gauni lenye kubana na laini. Lenye rangi ya maruni hivi, yani maruni zambarau hivi. Na mapambo ya vitu vyenye kulingarisha nini, likifunika mkono wake mmoja na mwingine kuacha wazi. Lilikuwa na mpasuo mrefu yani mpaka mwanzo wa paja, lakini alijitahidi sana kustiri vizuri. Na alikuwa amesaidiwa kutengenezewa nywele zake kwa kuzibana nyuma hivi na kuachia mkia wa zilizobakia ulale mbele ya bega lake. Alivalishwa hereni ndefu pia, bangili na pete nzuri tu ya urembo. Huku miguuni sasa akikanyagia viatu fulani vifupi, vilikuwa ni vya kuchuchumia, venye rangi ya kung'aa ya shaba. So alitoka na kunifuata akiwa sasa ananitazama kwa njia fulani hivi ya subira, ili nimwambie nilichokifikiria. Nami nikachia tabasamu hafifu, huku sasa nikimtazama kwa hisia sana. Alafu nikamtikisia kichwa kuonyesha kwamba nimeuelewa mtindo wake. Of course alipendeza. Ilikuwa ni kama vile yeye ndo alikuwa anaenda kuolewa. Watu hapo walituangalia kwa yale macho ya kuinua, yani tulionwa kuwa kama wateja maalum sana. Wakati ndio ilikuwa mara yetu ya kwanza kufika. Na gharama ya kila kitu ilikuwa ni juu mno. Mpaka nikatoa kadi yangu ya benki kulipia, maana pesa mfukoni iliniishia. Na ilifaa, maana kuanzia wakati huu nilikuwa nataka kumuonesha mwanamke wangu namna gani asije akajutia kuwa na mimi. Namuonesha mwanamke wangu hadhi yake. Ningempa chochote kile yana ambacho kilimfaa kwa macho yangu. Hapa ilikuwa ni kidogo. Kwa hiyo Miriam akanishukuru eti kwa kumfanyia kitu kizuri kama hiki. Na mimi nikamwambia siwaze kwa sababu ulikuwa ndio mwanzo. Kwa hiyo tulipomaliza kupendezeshwa hapo na kulipia, tukatoka kwa pamoja. Ikiwa sasa hapo ilikuwa imeshaingia kwenye time ya saa 1 hivi kuelekea saa 2. Of course tulipendeza. Nguo zetu tulizokuwa tumekuja nazo mwanzoni nilikuwa nimeweka kwenye mfuko kutokea hapo dukani. Kwa hiyo na mimi nikakodi usafiri wa Uber utuwaishe huko Kigamboni upesi. Miriam yeye alifahamu vizuri sana mahali ambapo ukumbi ulikuwepo. Maana ilikuwa ndio ile sehemu waliofanyia kitchen party ya Doris juzi. Hivyo safari bwana ikaanza upesi. Kwa hiyo bwana, tumekuja kufika eneo husika la huo ukumbi. Ilielekea kuingia saa 3 usiku. Yaani send off ilikuwa imeshaanza. Miriam alikuwa ametafutwa sana na mama zake, Shadia, Tesha na hata mama yake Doris mwenyewe kuuliza kwa nini alikawia mno. Na jibu la haraka ilikuwa ni matatizo usafiri. Basi walimhitaji sana awepo. Yeye ndo alikuwa kama roho yao pale. Mimi nilikuwa nimeshawasiliana na Nkia ambaye alisema kwamba ametunza sehemu yangu ya kukaa pamoja na yeye. Baada ya kushuka sasa, nikamwambia Miriam atangulie huko ndani. Maana kwa wakati huu tusingeweza kuingia kwa pamoja, ingawa nilitamani sana tufanye hivyo. Lakini Miriam akasema kwamba hapana, twende pamoja. Nilishangaa kiasi aliposema hivyo kwamba twende pamoja. Mimi nitaka twende tofauti. Lakini akaniambia haikuwa na shida tukiingia pamoja. Ingeonekana tu kwamba tumekutania hapo hapo. Sio lazima ndugu zake kwamba eti wangefikiri kwamba tulikuwa pamoja na siku nzima nini. Kwa kuwa aliona hilo kuwa sawa, basi tukaelekea ndani ya hoteli pamoja. Ilikuwa ni hoteli kubwa sana msikilizaji. Magari kadhaa yenye mapambo yakiwa kwa hapo nje. Mziki mnene ukisikika kutokea huko ndani. Tukaelekea mpaka malangoni na kukutana sasa na wasimamizi. Walifahamiana na Miriam, hata wakasalimiana vizuri tu na kumuuliza kulikoni mpaka kuchelewa huko kote. Kwa hiyo akaongea nao kifupi tu. Na mimi sasa nikiwa nimetulia, nikaonesha pale kadi ya mwaliko nini. Alafu bibie akamuomba mmoja wao achukue mfuko uliokuwa na nguo zetu, atutunzie sehemu fulani hivi mpaka baadaye. Kwa hiyo ikawa hivyo. Na baada ya hapo sasa ndo tukaingia. Asa ukumbi ulikuwa ni mzuri sana. Watu wengi walikuwa wamependeza, walikuwa wamekaa kwa utulivu. MC alipokuwa sasa akiendelea kuweka mambo, nami nikawa sasa nimewaona ndugu zake Miriam kule mbele. Walikuwa wamekaa kwenye meza ndefu, wakiwa wamependeza sana. Miriam pia alikuwa ameshawaona.
Kwa hiyo na sisi tulikuwa tunatembea kwa pamoja tukivuka meza nyingi za watu ambao walikuwa wanatazama kwa makini mno. Miriam angefikia mtu fulani hivi aliyemfahamu na kusalimiana au kukumbatiana naye, na mimi sasa ningemsubiria tu. Najua kwa baadhi ya watu ingezua swali la ni kwa nini yani, lakini mimi sikujali. Tuliangaliwa sana. Oya, sio poa. So wakati tulikuwa tunaelekea mbele zaidi, nikawa nimemuona Ankia meza moja akiketi na Bobo. Alikuwepo pia Mama Chande, alikuwepo Shadia na watu wengine. Na mimi sasa ndo nikamwambia Miriam kwamba naelekea hapo kwa kina Ankia. Hakuwa na neno Miriam. Na familia yake ilikuwa imeshaniona pia. Kwa hiyo nikawapungia tu mkono kwa chini na kutoa ishara kwamba mimi naenda upande mwingine. Sasa ile nimeanza tu kwenda upande wa Ankia, nikamwona Mariam anasimama kutoka kwenye meza ya familia yao na kukutana na Miriam kabla hajawafikia. Alafu sasa akasemeshana naye kwa ukaribu, sasa watu wakiwaangalia. Mimi nikasonga tu mpaka kwa Ankia, nikapokelewa vizuri hapo. Nikamwambia hadi Bobo kwamba alikuwa amevaa gentleman nini, mpaka tukaanza kucheka nini, kutaniana. Kisha ndo nikaambiwa sasa niagize kinywaji. Wahudumu walikuwa wamesimama kila kona. Wakati nataka kufanya hivyo, nikamwona Mariam anakuja upande wetu mpaka katufikia. Alafu sasa akachuchumaa karibu na mimi na kunishika mapajani kwa mikono yote, asiseme kitu bali akana niangalia tu. Nikamuinamia sikioni na kumwambia kwamba hey mam, umependeza. Mam naye kwa tabasamu akasema asante. Vipi umekuja kunisalimia? Nimekuja kuita uje njoo kakae na sisi. Mariam aliponiambia hivyo, nitabasamu kiasi na kumwambia kwamba nafasi yangu ilikuwa huku anakaa familia tu, wakina nyie tu. Basi Mariam akasema bwana, mimi nataka uje ukae na sisi, kuna nafasi yako, mama mkubwa amesema uje ukae na sisi. Kwa hiyo nikakaa tu pale kisawa sawa na kuangalia watu wa familia yake kule mbele. Nami nikamwona Bi Zawadi akitoa ishara kuwa niende huko. Miriam tayari alikuwa ameshakaa. Kwa hiyo nikamwambia Ankia sikioni ya kwamba sikia, nimeitwa kwenda kukaa nao hawa, kwa hiyo na wakimbia kidogo. Ankia akawa sasa ameshaanza mdao alikuwa anakunywa, na nilikuwa namuona kama mbona kama ameshaanza kulewa huyu. Naye akaniambia sikioni ya kwamba naona unaelekea kwa mwanafamilia original. Nitabasamu tu na kunyanyuka. Na Mariamu akanyanyuka pia. Kwa hiyo nikamshika binti mkono na kuanza kwenda huko kwa ndugu zake. Yaani tulishikana viganja. Na alikuwa akitembea taratibu tu kwa kufuata mwongozo wangu. Najua tulikuwa tukiangaliwa mno sana, kwa sababu kwa wasio tujua ilionekana kama vile ni ukaribu wangu na Mariamu ulikuwa ni wa hali ya juu zaidi ya jinsi ambavyo nilimchukulia binti. Mawazo ya namna hiyo najua alikuwa ni rahisi sana kuingia kwenye akili za watu, iwe ni nani ambaye angetembea naye huku sasa mimi nimemshika namna hiyo. Hayo mawazo yalikuwepo hasa kwa wanawake walioniona ni kuwa sukari ya warembo. Kwa tumekuja kufika mezani kwao, hapo akiwepo Bi Jamila, Bi Zawadi, Tesha, mama yake Doris, alikuwepo Dina, kuna wanaume wengine wawili kama watu wazima hivi. Nafikiri mzazi au walezi wa Doris. Kulikuwepo kuna watoto wadogo watatu, kulikuwa kuna wanawake vijana hivi wawili waliokuwa mapacha pamoja na Miriam. So Mariam akanionyesha viti ambavyo kilikuwa wazi pembeni yake Miriam. Nasi tukaelekea hapo baada ya mimi sasa kushikana mkono na mama wakubwa na kutoa salamu za ishara kwa wengine nini. Nikakaa sasa katikati ya Miriam na Mariam, huku Tesha akiwa mbele zaidi. Nasi tukatoleana tu ishara ya kishikaji kwamba good fresh. Tesha alikuwa anataka nimuone happy wake ambaye alikuwepo hapo ukumbini pia, lakini sasa alikaa sehemu zingine huko nyuma huko katikati huko. Kwa hiyo nikafuata mwongozo wake mpaka nikamwona. Na alikuwa ni mwanamke mzuri, mweupe. Happy wa Tesha alikuwa ni peace. Tesha alikuwa anatamani sana kwenda kukaa naye. Lakini sasa hapa hakuwa na jinsi. Huyo Happy ni alipendeza Happy. Alipendeza sana. Alafu mimi nilitambua kwamba alimzidi Tesha umri kiasi. Kwa hiyo nikamtania kwamba mimi na yeye tulikuwa ligi moja. Wote madem zetu wana umri mkubwa. Lakini sikuwa nimemweka wazi Tesha kwamba tayari nilianzisha uhusiano pamoja na dada yake. Kwa hiyo alifikiri mpaka sasa bado namfuatilia tu Miriam. Kwa hiyo Mariam alipenda sana mimi kukaa nao. Akawa sasa ananisemesha mara kwa mara na mimi kumjibu kirafiki. Na nikaona kwamba ndugu zake na Doris walikuwa wananiangalia mara nyingi sana. Upendezi wa mwanzo au husuda yani mimi hata sikujua. Sherehe ikiwa sasa inatembea kwa mbwembwe na nini, mimi nijiweka kwa njia tulivu tu. Lakini kila mara niliposhusha mikono yangu kwa chini, sikuwa natulia. Yani nilikuwa stuli.
Unajua ni kwa nini? Nilianza kumchokoza Miriam kwa kumbonyeza mguuni kidogo. Na mara ya kwanza aliniangalia tu kama vile ni kuona ikiwa nilihitaji kitu fulani, lakini sikumtazama na kuendelea tu kumbonyeza tu bila kuweka hisia yoyote usoni. Akawa sasa nakitoa kiganja changu kwake, chini yani. Lakini mimi nikaa nimeendelea kumchokoza hivyo hivyo. Mwanzoni alionekana kutokupendezwa na hilo. Lakini nilipoendelea tu nikawa sasa naona akijitahidi kuzuia tabasamu lake. Nasi tukawa sasa tunafanya kama kuipiga, yani kuigonganisha hivi mikono yetu chini kwamba niache bwana, niache bwana, vipi yani hivyo. So mchezo ukaendelea hivyo bila wengine kutambua kwamba huku chini sisi tunapigana, kuna ugomvi huku chini mikono. Hadi Doris alipomtafuta bwana harusi na kumpata mpaka sasa ulipofika wasaa wa kukata keki nini. Kwa shamra zilikuwa nyingi sana, wakaanza kuitana. Na hapo sasa mimi nilikuwa nimepiga kinywaji kidogo kisicho cha ulevi. Hivyo nikahisi haja ndogo. Sehemu hiyo ya kula keki ikawa imemalizika baada ya wanafamilia wote wa bwana harusi na Doris kwenda kulishwa keki, na mimi nikaa nimelishwa pia eti kama sehemu muhimu ya hii familia. Doris alikuwa ni mshikaji sana, mwanangu kinoma noma. So baada tu ya kutoka kula keki ndio nikaamua sasa nielekee kutafuta vyoo ili niweze kushusha haja, maana mkojo ulikuwa umenibana. Nilikuwa nimekaza misuli yani mpaka nikaona hapa sasa nitaua nguvu za kiume. Basi bwana, nikafanikiwa kukipata choo na kutuliza hali. Vyoo vilikuwa upande wa ghorofa la juu kutokea kombeni. Sasa na ile nimetoka tu ile sasa nirejea huko, nikaa nimekutana mwanamke hapo ambaye alisimama kwa kuegamia ukuta wa korido ambao ulikuwa limetenganishwa, yani kama alikuwa limetenganisha sehemu fulani iliyoelekea kwenye vyoo vya wanaume na wanawake. Huyu mwanamke bwana alikuwa ni mtu mzima. Tena alikuwa na mwili mnono sana. Nilimwangalia vibaya mwanzoni na kutaka kumpita, lakini nilipoona akinitazama moja kwa moja tu kwa umakini ndio nikasimama na kugundua kuwa nilimfahamu. Huyu mwanamke ndiye yule niliyekutana naye kule Masai wiki kadhaa nyuma, ambaye alinielewa sana mpaka tukaja kukutana na kutoka kimapenzi kwa siku moja tu. Namkumbuka, anaitwa Rukia. Nadhani tutakuwa yule mshangazi yule, nadhani mnamkumbuka. So ulikuwa umepita muda sijamuona. Na tuliacha kuwasiliana kwa sababu nilimpiga chini kwa kutokujibu jumbe yoyote ambazo alijaribu kunitumia. Kwa sababu mimi nimetarajia kabisa kumuona tena, hasa sehemu hii. Ila kwa jinsi alivyokuwa amesimama hapo, yani ni kama alikuwa akinisubiria vile. Watu wengine walionekana wakipita huko mbele huko na wadada nini kwenda vyooni. Sasa nikaamua kupiga hatua chache kufika karibu yake huyu mwanamke. Huyu mwanamke alitabasamu kiasi na kuniangalia kwa njia yenye upendezi. Basi akanisalimia akasema mambo. Nikamwambia fresh vipi? Safi, na kuona umependeza. Hata wewe pia umependeza. Asante. Mbona uonekani siku hizi? Mambo tu mengi. Nipo. Vipi na wewe? Mimi mwenyewe nipo. Nimekuona wakati unaingia. Ulikuwa na ule nani yule dada mzuri wa pale mtaani. Ndio nyama yako sasa hivi nini? Ona dada, najua kuna sehemu nimeshatembea na wewe. Na kabla sijamaliza kuongea, akatupita mwanaume mwingine hapo akiwa sasa anaelekea huko chooni. Sasa mimi nikamwangalia Rukia na kumwambia kwamba hii sio sehemu nzuri, tutaongea siku nyingine. Nikataka kumpita lakini akasimama mbele yangu na kuuliza kwamba lini sasa. Nikabaki nikimtazama tu usoni kwa utulivu. Alionekana kama vile amechangamshwa na pombe kwa mbali. Yule mwanamke akaniambia kwamba nimekutafuta mara ngapi lakini hujanijibu. Tokea siku ile ukaniahidi kwamba utakuja kuni. Sikia. Hayo ameshapita, sawa. Ile issue. Nilisema hivyo na kutoa ishara kwa ganja kuwa hiyo issue nimeichinja. Akasema kwamba basi kumbe wewe ni escort tu. Nini? Hiyo siku ulisema wewe sio kaka poa. Mimi nikakuchukulia serious. Kumbe ulikuwa unadanganya. Unatoka tu na wanawake wenye pesa alafu unahama tu kimaliza, si ndio? Hivi wewe, mimi nilikufuata mimi? Si ulikuja kwangu mwenyewe? Nilikuomba hela kwani? Lakini mbona nilipokupa si ulichukua? Kwa hiyo wewe unataka kunicha. Kwa hiyo kumbe unataka tu nikurudishie pesa zako, si ndio? Sio. Nikumbushe, ulinipatia shilingi ngapi nikupatie sasa hivi pesa zako? Bwana mimi sitaki hela zako bwana. Mimi ambao nisikilize, unataka shilingi ngapi? Mimi nakutaka wewe. Dada sahau, unanielewa Nikikwambia maisha. Kuna wanaume wengi sana humo. Katafuta yote akutulize. Kama unaona kwamba mmeo hakupi ukaridhika, tafuta wanaume wengine. Mimi siko available tena bwana.
Na kama msemo wa Rose Muhando, nipishe nipite. Nilimwambia hivyo, yule mwanamke akasema, we ngoja basi kwanza, ngoja. Alinizibia njia sasa ili mimi nisiweze kupita. Yule jamaa aliyekuwa ameenda chooni akapita tena, akituangalia tu mara mbili. Nikamwambia Rukia kwamba Rukia, sitaki scene dadangu, umesikia? Sitaki drama. Naomba uelewe hilo. Sini kama ile amboli muonyesha Naomi siku ile Masai, si ndio? Mdogo wangu aliniambia ulimkataa, ukampasulia na chupa. Alikuwa hajui kama nimeshapita na wewe. Rukia, naomba nisikie, sitaki niwe mkali, umesikia? Kuna mountain ndogo ya heshima nilionayo kwako dada. Sitaki iishe kwa sababu nikiwa mkali na kuwa mbaya. Naomba unipishe na naomba uelewe kwamba sita. Kabla sijamaliza kuongea, Rukia akaweka mkono wake sehemu ya kati kwenye suruali yangu na kushika sasa lile gobore langu. Sasa hapo sasa likiwa lipo kwa ndani tu limetulia zake. Alafu sasa akakamata kwa nguvu pamoja sasa na mipira ya uzazi. Oya, aliviminya Yesu. Nilisikia hapa tumbo kwa juu kwenye kitovu, yani kama ni kunauma. Niliumia. Najua nilishtuka, na yeye moja kwa moja sasa akanifuata mdomoni sasa akinisukuma kuelekea kutani. Alinibamiza hapo sasa akilazimisha ile deep kiss. Alafu kwanza mdomo wake ulikuwa unanuka pombe. Yaani alitaka kunipa penzi la kibabe. Sanamu nikautoa mkono wake kwa nguvu hapo chini na kuigeuzia sasa nguvu ya limwili lake igeukie ukutani. Hivyo nikaa sasa nimemwepuka na kusogea pembeni. Kwa hiyo nikaa nataka sasa nianze kwa kumnyoshia kidole na kumwambia kwamba asije kamwe kurudia kunisogelea tena. Lakini pale sasa nimeangalia pembeni tu. Hapo mbele niliweza kumuona Miriam akiwa amesimama usawa wa njia iliyokuwa imeelekea kwenye vyoo vya wanawake. Miriam alikuwa ananitazama kwa macho makini sana. Oya, nilichoka. Namwambiaje hapa Miriam? Kwa hiyo bwana, kwanza nilibaki na muangalia bibie usoni kwa macho yenye wasiwasi. Hapo mdau alikuwa ananiangalia mimi na Rukia kwa njia iliyoonekana kuwa ni ya umakini wa kawaida tu. Sasa nami nikajifuta mdomo na kuanza sasa kupiga hatua kumfuata huko. Lakini Miriam akageuka hapo na kuelekea ndani ya vyoo vya wanawake moja kwa moja. Namuelezea vipi? Unajua ingekuwa ni mbaya. Yaani CV yangu ilikuwa imechafuliwa ghafla sana. Yaani sijatana mwambiaje Miriam. Rukia akaja mpaka karibu na mimi sasa na kunishika mgongoni. Naye akasema kwamba mwene acha kudengua bwana. I know you wanted. Niliingiwa na hasira kali. Yaani unajua nilushika mkono wake kwa nguvu. Alafu sasa nikamgeukia sasa nikiupindisha pembeni. Alitoa sauti ya maumivu na kuinamia upande mmoja. Ndio nikamwachia sasa nikimsukumiza kidogo. Naomba nisikilize, umesikia? Iwe mwanzo na mwisho. Usije kunisogelea tena. Yaani ukiniona pita huko. Sitaki mazoea, umenisikia? Nimwambia hivyo kiukali, akawa sasa ananitazama kwa njia yenye hasira pia. So wakaja wanaume wengine watu wazima hivi na kukuta sasa hali haiko poa. Na mmoja wao akauliza tatizo lilikuwa nini? Hapo nikiwa namtazama Rukia kwa hisia kali, nikavuta ulimi kwa nguvu yani ile na kuondoka tu hapo. Nikiwa nawaza mengi kweli. Namwambiaje Miriam kwamba huyu ni mpuzi tu aliyekuwa analazimisha hapa kutani? Yaani ataniaminije? Tendo dogo la kipuuzi alilofanya huyo mwanamke lingeweza kunigharimu hivi. Anajua mimi nimemtolea wapi Miriam huyu? Yaani sijui hata Miriam angenifikiriaje da. Yaani madhambi yangu ya nyuma yalikuwa yameanza kunirudia kwenye wakati ambao nilitaka yasaulike kabisa. Na matokeo ni kwamba yangeweza kuniharibia maisha mazuri ya mbele niliyotaka kujenga na Miriam. So nikashuka ngazi na kwenda kusimama sehemu fulani hivi ambayo nilijua lazima hapa Miriam akitoka tu kule toilet ni lazima angepita hapo. Kama wanaume na wanawake wengine tu. So mimi nilikuwa nimeingia na wasiwasi yani. Lakini najua nilitakiwa kuongea naye upesi. Nilitaka kufuta wazo lolote baya ambalo lingekuwa limemuingia baada ya kuona ile issue. Sijui kwa nini tu alipaswa kuwa sehemu hiyo wakati huo Rukia aliponivu. Yaani kwa nini asingekuja hata muda huo ambao mimi namgombeza? Yaani eti shetani amemnyanyua vizuri kabisa. Miriam, subiri, wanataka kudendeka. Usipige hatua mbili. Subiri kidogo, ndo amekaribia kudendeka basi ingia. Yaani ile shetani ile bwana sije. Kwa hiyo iliniuma sana msikilizaji. Mwanamke huyu sasa akawa amepita hapo nilipokuwa nimesimama. Mimi niliendelea kutulia tu nikitazama pembeni kama vile simuoni. Namzungumzia Rukia sasa. Kwa hiyo akaendelea kushuka ngazi mpaka kurudi kule ndani ya ukumbi. Na baada ya sekunde chache Miriam ndo akawa amefika hapo pia. Nilipomuona tu nikamsogelea karibu na kutaka kumshika mkono, lakini akajiweka katika hali ya kujihami yani ile kwamba hey, don't touch me. Umeona yani ile hali ya kwamba who are you? Umeelewa? So mimi kwa sauti ya chini kabisa nikamuita Miriam.
Aliniangalia juu. Yaani kumbuka mimi nipo kwa chini yake, yeye yupo juu kidogo. Kaka anatazama juu chini, juu chini, juu chini. Unafanya nini? Kuna mtu anaweza katuona. Miriam, sikia, ulichoona muda ule. Hey Jaden, tutaongea baadaye, nahitaji kwenda ndani. Miriam, nakuomba, naomba usinifikiri vibaya saa. Huyo mwanamke amenifuata tu. Alafu naona ni kama alikuwa amelewa. Mimi najua Jaden, sawa najua, usijali, tutaongea baadaye. Alinikatisha kwa kusema hivyo. Mimi nikatulia. Akanishika mkono na kusema kwamba usiofu. Mimi nakuamini sana Jaden. Najua huyo amekufuata mwenyewe na nimeona ulipomsukuma. So sijachukulia vibaya. Nilihisi aweni kidogo msikilizaji. Maana hapo nilikuwa nimeshapandisha mzuka kufikiria angenitembe ingekuwaje. Yaani mtu penzi lina hata masaa 72 siji bado naachwa. Wewe ujinga. Jaden, relax. Mimi najua wanawake wengi watakuangalia kwa njia hiyo. Hata mimi wanaume wengine hunitazama hivyo hivyo. Kwa hiyo nakuelewa. So la muhimu ni kwamba tu I know you. Nakujua. Nakujua na nijua. Na kuamini na niamini. Kwa hiyo wala hata usiofu. Sawa. Yeah. Na hata mimi sijakufikiria vibaya. Kwa hiyo ondoa wasiwasi. Asante sana ila. Naomba nisamehe Miriam. Yaani I'm sorry. Haikuwa poa wewe kuona hiyo kitu. Basi alipita mtu mwingine hapo. Naye Miriam sasa akaniachia mkononi na kuanza kushuka ngazi. Huku sasa akiwa amenionyesha ishara ya mdomo kusema kwamba baadaye. Of course ilinipa faraja kujua kwamba Miriam aliniamini. Imagine, yani muda ambao unatakiwa kujielezea mtu anakuamini tayari. Hata kama asingekuwa amenikuta kwenye hiyo hali alionikuta muda mfupi nyuma, alijua kwamba ninampenda. So nikatuliza tu makeke, yani mawenge, na najua alichosema ni kweli. Wanawake wengi walionyesha kuvutiwa na mimi, na najua wanaume wengine walimtaka yeye pia. Kikubwa ndani ya uhusiano wangu na bibie, kama kwenye mahusiano yote, kilitakiwa kuwepo ni nini? Uaminifu. Haijalishi tulitoka wapi na tulifanya nini. Jambo kuu kwenye mapenzi yangu na Miriam lingetakiwa kuwa uaminifu mpaka mwisho. Kwa hiyo bwana, ingenibidi sasa mimi niwe mwangalifu zaidi kutokuja kumpa Miriam sababu yoyote ile ya kunishuku kabisa. Maana mimi nilimwamini yeye kwa asilimia zote. Hivyo na yeye ningetakiwa kumpa sababu za kuniamini siku zote. Na alikuwa na akili tulivu sana yenye utambuzi mkubwa sana. Yaani kama pale ingekuwa ni mwanamke mwingine, ingekuwa ni kesi kubwa sana. Ingekuwa ni kesi kubwa sana. Hivyo hilo likiwa sasa limewekwa pembeni, mimi nikarudisha hali yangu ya kujiamini zaidi na kurudi pale ukumbini kumalizia sherehe ya Doris ambayo ikaendelea kutupa wakati mzuri wa kuwa pamoja na familia na marafiki. Na huyo Rukia hakunisogelea tena. Yaani alionekana mtulivu kabisa na kunipotezea. Na hilo lilikuwa ni jambo zuri. Mimi sikutaka tena ije izuke issue kama hiyo alionifanyia mwanamke. Na kwa njia hiyo basi ningeendelea tu kufanya mapenzi yangu na bibie Miriam ya stawi zaidi. Basi bwana, nakumbuka ilikuwa ni Jumapili. Yes, Jumapili ilikuwa imeingia. Na maanisha ni tulikaa kwenye hiyo sherehe ya Doris mpaka saa 6 usiku. Ndio tukaitafuta njia ya kurudi nyumbani. Na kufanikiwa kufika ikiwa sasa ilikuwa ni saa 7 hivi usiku na ukimbilia saa 8 kabisa. Mama wakubwa walikuwa wamechoka. Hata Miriam na Mariam pia walikuwa ni wamechoka na walifika kwao na moja kwa moja kwenda vyumbani. Sisi wengine tuliendelea kukaa tu kuongea kidogo tu mpaka pale saa 8 yenyewe ndio tumeagana sasa. Basi Tesha na mpenzi wake ambaye ni Happy walikuwa wako bado hapo pamoja. Na walitakiwa kulala hapo pamoja. Yaani hapo nyumbani kwao Tesha. Yaani Tesha alikuwa ufupi ni alivusha dem nyumbani kwao. Of course alikuwa ameshamtambulisha rasmi kwa dada yake kwamba dada, bwana mimi kipenzi changu ni Happy. Kuna 1 2 3. Kwa hiyo hivyo ndio maana nadhani alikuwa amepata nguvu ya kuweza kulala hata na demu wake chumbani kwake. So mambo baina yangu na Miriam ilikuwa ni mazuri tu msikilizaji. Hatukuonyeshana mambo ya kipumbavu wala hatukuonyesha wengine ukaribu wetu. Ila hatukukosa kuonyeshana namna tulivyokuwa na uvutano mkubwa baina yetu. Ningemtumia ujumbe kadhaa za utani na yeye kunijibu vizuri. Akiwa amepotezea kabisa lile swala la Rukia kule ukumbini. Kwa hiyo nilikuwa na amani. Niliingia kulala pale kwa Ankia ikiwa ni saa 9 kasoro. Na mwanamke huyo vile vile akapumzika mida hiyo baada ya kuagana na Bobo. Kwa nimekuja kuamka kwenye mida kama ya saa 3 hivi asubuhi. Na bado nilihisi usingizi, yani kwamba bado upo wa kutosha.
lakini kajitahidi tu kuamka. Umeme ndio ulikuwa umekatika, lakini vizuri kwamba nililaza simu ikiwa chaji. Hivyo nikanyanyuka, nikapiga pale push up 70, kunyosha mikono sawa, unajua tena kisha nikatoka sasa kwenda kuoga. Ankia alikuwa bado amelala. Yote ni kwa sababu yeye na Bobo walikunywa bia jana. Walikunywa. Kwa hiyo hapo sasa alikuwa bado amepondeka ile nyanga. Maana turudi wakiwa wamechangamka. Ni mimi tu na Miriam, mama zake wakubwa pamoja na Shadia ndio ambao hatukunywa pombe siku ya jana. Na nimseme Mariam pia, ingawa ni wazi pombe hakuwa kitu yake kabisa, lakini kalirudi kwao kakiwa kamebeba majuisi na makuku. Akanywa pombe aka katoto. So tulivyomaliza kuoga nikavaa vizuri kabisa. Mtoko wangu tu wa kawaida, sio kama eti nilivyokuwa nimevaa jana kwenye sherehe. Nope. Kuna sehemu nitaka kwenda, lakini kwanza kabisa ningepita hapo kwake Miriam ili sasa niwasalimie walio macho, alafu sasa ndio ningekwenda huko nilikodhamiria. Kwa nikamtumia bibia ujumbe wa salamu kuuliza kama alikuwa ameshaamka, lakini hakujibu. Sijui sana ikiwa angekuwa amekwisha amka, lakini kwenda ilikuwa ni lazima ili kujua. Kwa hiyo nikatoka hapo. Nilikuwa nimepiga t-shirt nyeusi, nilikuwa nimevaa jeans, nilikuwa na raba nyeupe. Huyo nikaenda nje. Akiwa bado yeye yupo anakoroma tu. Basi bwana. Nilipofika hapo getini kwa kina Miriam, nikakuta mlango mdogo wa geti uko wazi kiasi. Na mimi sasa nikaingia tu na kukuta gari la bibi likiwepo. Inaonekana kulikuwa na mtu ametoka. Kwa hiyo nikaelekea mpaka hapo varandani na kuvua viatu kwanza, na mlango wa kuingilia ndani ulikuwa wazi kabisa, yani nadhani kuruhusu upepo na mwanga uingie ndani vema. Kwa ukaribu huo niliweza kusikia sauti ya Bi Jamila hapo sebleni akiongea maneno yaliyohusiana na ndoa, nami nikatambua kuwa alikuwa akiongea na Miriam. Bi Jamila alisema kwamba hadi raha jamani, unajua kila mtu alikusifia. Kuna wengine yule nani mama yake Shamte, kwa mfano mama yake Shamte ya akawa anasema kwamba umependeza mno kumzidi hadi bi harusi, kwamba unafaa kabisa kufanya harusi yako, maana anyway watasema tu. Bi Jamila alisema hivyo. Miriam akasikika akicheka kidogo na kumwambia kwamba na wewe unapenda sana kusikiliza maneno mama. Ni kweli ulimzidi Doris mimi sikwambii hivyo eti kumpakazia mwenzako ubaya, hapana, ila hadi mama yake aliona wivu. Sisi tunajua ona, najua tumeshaongea, ila nilikuwa nimepigia picha tu jinsi send off yako na wewe itakavyokuwa. Naamini itapendeza sana mwanangu. Mola tu ajalie niweze kuiona. Yaani mimi naisubiri hiyo siku kwa hamu sana. Basi Bi Jamila alisema hivyo. Kwa hiyo mimi nikaingia ndani hapo sasa nikisema ya kwamba na haitachelewa. Na kwa kishilo mrembo wangu. Nilikuta wanawake hawa wawili pekee wakiwa wamekaa hapo sebleni. Bi Jamila alikuwa ameketi sofani sasa akishona nguo fulani hivi ambayo ilikuwa imeonekana kuwa ni ya Mariam. Na Miriam alikuwa ameketi chini kabisa ambapo meza ilisogezwa pembeni kidogo, huko kukiwa na beseni dogo ambalo lilikuwa lina unga wa ngano ambao ulikuwa unakandwa. Na ungo wenye vipande vidogo vilikuwa vimekandwa kwa kutenganishwa na bibie mwenyewe. Yaani yale madongo yale. Nadhani alikuwa anaviandaa kwa ajili ya kutengenezea chapati. So kuingia kwangu na kusema hivyo kukafanya wote waniangalie. Nami nikakaa pembeni sofani kunikitabasamu. Yani mama na Miriam atakuja kufanya bonge moja la send off. Asikwambie mtu. Unajua? Anatutulizia tu. Miriam au uongo. Nilisema hivyo na kumwambia bibie. Alikuwa ameshikilia kampira fulani hivi kaunga alikokuwa amekazungusha sasa akinitazama kwa utulivu. Bi Jamila akasema ya kwamba kweli, yani sipati picha ndo nachotamani zaidi kuona kwa ajili ya huyu mwanangu. Basi Miriam yeye akaendelea na kazi yake ya kutengeneza yale madongo ya chapati. Na imeshasomeka mrembo wangu. Mungu kashaiandika inakuja. Ni kusubiria tu. Afuata nimesahau kusalimia. Shikamoo. Marahaba baba, umeamkaje? Mimi nimeamka poa, naona nyie ndo wa kwanza kuamka. Wengine vipi? Bado wanavuta mashuka ama? Ni Zawadi na mamu tu. Shadia na yeye ameondoka mapema tu. Tesha ndo amemsindikiza mchumba wake huko barabarani. Anarudi kwao. Ina maana na Tesha anaenda kuoa. Nakwambia. Kameamka mapema hako kadada. Kakapiga deki hapa, kakaosha na vyombo, halafu kamemsalimia Miriam kwa heshima kweli. Yaani nimekapenda kweli. Basi vizuri nimekuza.
Kukuza umekuza kweli. Tesha kawa kidume. Miriam ndio bado anajivuta. Basi Bi Jamila aliongea hivyo kwa njia fulani hivi kama amekwazika. Miriam akamtazama kwa yale macho ya jamani, naye Bi Jamila akatabasamu. So nikamwangalia bibi na kusema ya kwamba ila ni kweli kuna kale kamsemo sijui chelewa utapitwa sasa ndo kanamvizia Miriam naona. Basi Miriam akanitazama usoni kiumakini nami nikatabasamu. Yani ile tabasamu langu mpaka la mwisho. Bi Jamila akasema ya kwamba umeona JC? Mimi huwa namwambia ushauri tu afanye upesi, aolewe, tucheze na wajukuu. Mama, sasa mimi naongopa ama? Mrembo wangu yuko sahihi kabisa. Ndoa itakupendeza sana Miriam. Yani vile Doris alivyokuwa siku ya jana, wewe itakuwa ni mara 100. Miriam alikaza midomo yake huku sasa akiniangalia kwa ile njia ya kiukali. Yani kama kuniuliza kwamba nafanya nini. Bi Jamila naye akaongezea kwa kusema kwamba yani atapendeza mno. Sema unajua nini? Sasa hivi nimeshaelewa kwamba ni uamuzi wake tu. Na atatakiwa apate mtu wa kumpenda na yeye ampende. Hatuwezi kulazimisha. Tunayoyatamani hatuwezi kuyalazimisha ayatamani, hapana. Maisha siku hizi sio kama ya zamani. Uongo JC? Ni kweli mama. Mama, unazungumza, yani unachosema ni cha ukweli kabisa. Kwenye swala la uchaguzi ndio moyo unahusika. Sio kitu cha kuwaisha tu, kwa sababu Miriam akisema kwamba awaisha anaweza akapata mtu ambalo litakalomtendea vibaya sana siku za baadaye. So anakuwa na busara kuangalia kwa makini nani ambaye atakayemfaa kwenye maisha yake. Na akimpata akaridhika, basi ndo anabebwa na yeye sasa. Msikilizaji, nisema hivyo na kumkata Miriam jicho la pembeni. Alikuwa anafinya tu yani ngano huko sasa akiniangalia kama vile ni hataki. Na mimi sasa hapo nilikuwa na koleza tu chokozi ili akasirike zaidi. Bi Jamila akasema kwamba ni kweli kabisa mwanangu JC, sisi tulikuwaga tunachaguliwa wanaume. Yani unakaguliwa alafu sasa unapelekwa kwa mwanaume anakuoa. Unaangaliwa hadi una bikra yako. Zamani tulikuwa tunaolewa mabikra tu. Ukiwa bikra ndio unaolewa. Sasa hivi mambo yamebadilika. Lazima kuacha mtu achague tu mtu anemfaa. Na hilo mimi nimeshajifunza. Basi nitabasamu kwa hisia na kumwambia kwamba ndio hali halisi na sio kwa wanawake tu, hata sisi. Mimi kwa mfano kama nilivyokuambia siku ile, yani nahakikisha kwamba nimepata mwanamke ambaye najua nitatulia naye kabisa, ndio ambaye nitafunga naye ndoa. Lakini hiyo ni mpaka na mimi mwenyewe nina uhakika kwamba nitatulia. Kwa hiyo hakuna kurukaruka kama nyani. Kwa hiyo nadhani kwa namna hiyo ndoa itadumu. Bi Jamila akatikisa kichwa kukubali. So nikamwangalia bibie na kumtikisia news kidogo. Mimi hapo nilikuwa naongea kuendelea kumpa tu hasira. Naye akatikisa kichwa kama vile kuonyesha ana kero sana na haya maongezi ya kwanza siji kuzungumzia mambo ya ndoa. Na mambo yenyewe alikuwa ni kama kimafumbo tu. Wakati mada ile muhusu alikuwa ni yeye. Na alikuwa hapo akiongelewa kama vile hayupo. So Bi Jamila akasema kwamba kwa hiyo JC, hebu ngoja nikuulize kitu JC. Hivi kwa mwanamke kama Miriam, unadhani ni mwanaume wa aina gani anafaa kuwa na ili ndoa itulie na azae vizuri? Mama, tulie basi nimjibu. Miriam alitaka kuongea, nikamstopisha. Mimi mwenyewe kwanza nilimshangaa. Sikuelewa bibi alikuwa anauliza hivyo katika maana ipi yani. Bi Jamila akasema kwamba anamaanisha kwamba yani katika masuala ya uzazi mimi nimeangalia umri wako mimi. JC ni daktari. Yani nataka tu kujua anaonaje. Unajua mimi nimeuliza hili swali kwa sababu yeye ni daktari. Kwa nataka tu kujua anaonaje usalama uliopo kwako wewe kuzaa umri uko umeshafi. Mama naomba hilo swala la kuzungumzia mambo ya umri, naomba tu kuzungumzia kwa haina shida, mimi naweza nikajibu. Nilimkatisha bibie. Sasa Miriam akaniangalia usoni kimkazo. Miriam alikuwa amenuna, amekasirika. Katika njia ya kidaktari zaidi, si ndio mama unachomaanisha? Yani mimi nataka tu kujua, yani umri wake Miriam ni mkubwa na hajawahi kupata ujauzito. Sasa na unajua kabla hujanijibu JC, kwa nyakati hizi tuseme labda akaolewa, akapata ujauzito, usalama upo mzuri wa yeye kujifungua? Naweza nikasema ndio, ana afya nzuri. Msikilizaji, nilisema hivyo na kumtazama Miriam usoni. Yeye akawa sasa ananiangalia kwa mkazo. Nikasema kizembe ya kwamba na ana mwili mzuri pia. Basi Miriam akaangalia pembeni sasa akizungusha macho kiasi, akiendelea
kuikata. Yani ile alikuwa anakanda ngano kwa hasira sana. Yani kama ngano ipo tayari lakini ni kama anaikanda kwa hasira sana. So nikamtazama Bi Jamila na kumaliza kwa kusema ya kwamba na hata kama tuseme kukitokea tatizo linaloweza kufanya iwe ngumu, siku hizi kuna njia za kitaalamu sana za kuwasaidia wanawake wanaojifungua wapitishe mtoto salama. Kwa hiyo anaweza kajenga familia vizuri tu, umri sio tatizo. Bi Jamila akasema kumbe. Nikasema ndio. Niliposema hivyo nilikuwa nafikicha sa viganja vyangu, yani kuonesha kwamba kila kitu kinawezekana vizuri tu. Bi Zawadi akauliza kwamba kwa hiyo hata akifikisha miaka 40 bado anaweza kupata watoto bila changamoto? Tena miaka 40, yani anajifungua mapacha watatu bila tatizo. Kwa hiyo miaka 40 ni mapacha watatu. Bi Jamila alibaki kushangaa kwamba mwanamke miaka 40 ajifungue mapacha watatu. Of course msikilizaji, mimi najua kwamba angeweza tu kuniamini kwa sababu mjibu hapa mimi si doctor. Kwa hiyo Bi Jamila ibaki akauliza ni kweli? Nikamwambia ndio, ni kweli. Miaka 40 ana uwezo kujifungua mapacha watatu. Tena yani Miriam, wewe nadhani tu mpatie mazingira mazuri sana. Mwanaume anayemfaa kabisa nini? Anazaa watoto wazuri bila shida hata chembe. Nimwambia hivyo Bi Jamila. Bi Jamila akasema kumbe basi ni mwanaume upi sasa unayefikiri anamfaa? Yani apate mume wa aina gani ili sasa amwandalie mazingira hayo mazuri? Bi Jamila aliuliza hivyo. Sasa nikamwangalia bibia usoni. Mama hapa anajua anauliza maswali ya kisayansi zaidi kutokana na umri wake bibie, kwamba kama ni mwanaume anayetakiwa kudate na Miriam ni mwanaume wa aina gani. Sasa maskini anayeulizwa ndio mume mwenyewe. So Miriam pia alikuwa ananiangalia kwa macho fulani hivi makini sana kwamba nasubiri ujichanganye kwa ile jibu wewe mpuuzi, na kusubiri ujichanganye. Nami kwa makusudi kabisa nikasema kwamba mwanaume kama mfano huyu mwanaume ni kama mimi. Miriam akakaza midomo yake kusasa akitikisa kichwa chake kwa ukakamavu kunizuia nisiropoke upuzo wote, Mungu wangu. So mimi nikajitahidi kuzuia tabasamu na kumalizia maneno yangu. Mimi kwa mfano siwezi kusema kwa uhakika. Hapo ndo tutarudi tena kwenye issue ya yeye kuamua. Maamuzi yote ni ya kwake, maana tunaweza kuorodhesha sifa zote hapa, ila mwisho siku unaelewa kwamba hakuna mtu mkamilifu, si unajua? Bi Jamila akatikia kwa kusema ni kweli kweli. Basi Miriam akaendelea kusugua sasa hiyo ngano mkononi na kunitolea ishara kwa mdomo wake kama kusema hivi ya kwamba hivyo ukoje. Nami nitabasamu kiasi. Bi Jamila akasema basi mimi naendelea tu kumwambia binti yangu aolewe na ajifungue mapema na salama, ndio kitu ambacho natamani zaidi kuona kabla. Basi Miriam akamkatisha kwa kumuita kwamba mama. Bi Jamila akasema nisamee mwaya, mimi naongea mno. Bi Jamila akamwambia hivyo na kumpiga kidogo begani kishosti eti. Miriam akaendelea na kazi yake. Kwa sababu fulani hivi niliona ni kama vile hakuwa sawa kabisa kihisia. Sio kwa sababu tu ya hizi mada, no. Ila ni kama kulikuwa kuna jambo lingine akilini mwake ambalo ni kama lilikuwa linamsumbua sana. Bi Jamila akasema umeshakunywa chai baba? Nikuwekee japo kavu, bado chapati hazijaiva. Nikasema hapana mrembo wangu. Usijali mimi niko poa. Nilikuja tu kuacheki kwanza kabla sijatoka, kuna sehemu naenda mara moja. Nilisema hivyo na kumwangalia Miriam. Sasa bibia hakuniangalia machoni, lakini nikaona macho yake yakipanda kiasi baada ya kusikia kauli ya kwamba mimi natoka mara moja. Bi Jamila akauliza kwamba wapi, unaenda kanisani ama? Nenda tu kufuatilia mishe fulani hivi, alafu nageuka. Bi Jamila akasema sawa, siku hizi mama ametulia zaidi. Hamchezi kama vile mwanzoni. Yaani naona anapona kabisa jinsi. Nikamjibu ya kwamba anaendelea vizuri sana. Mungu anasaidia. Kwa hiyo nitakuja kumcheki na yeye baadaye pia. Bi Jamila akasema sawa. Sasa Miriam, mimi naenda. Nilimwongelesha kwa sauti ya chini. Naye akapandisha macho yake yani mazuri kuniangalia sasa akiwa ni kama vile amevimba yani. Nami nikatabasamu tu na kunyanyuka kutoka sofani na moja kwa moja nikaelekea nje. Hisia zangu za bibia kusumbuliwa na jambo fulani bado zilikuwepo. Hivyo nikatakiwa kujua ikiwa zilikuwa za kweli nikija kutana ama kuwasiliana naye baadaye. Lakini kwa sasa nikaamua kwenda kuchukua usafiri ili sasa nielekee huko Kawe. Nilitaka kwenda huko Kawe kuhakikisha issue ya Festo, msikilizaji. Unajua nipo serious ninaposema Festo. Nilitaka kwenda kuhakikisha issue ya Festo kuondoka. Na cha kwanza ingekuwa ni kujua alikuwa ameiacha nyumba yake katika msimamo upi. So unakumbuka nyumba yake ile ambayo niendaga kwa mara ya kwanza, angekuwa ameiacha katika msimamo upi ama mazingira yapi. Alafu sasa ndo ningetafuta njia ya kujua pia ikiwa kweli aliondoka nchini
ama zilikuwa ni swaga tu? Sasa msikilizaji, JC kwenda huko na akamkuta Festo, unadhani nini kitatokea? Au in case labda Festo kweli amesafiri, unadhani JC bado atakuwa na ile hali ya kuwa na amani? In case alikuja kushtuka baada ya kukubaliwa na Miriam kwamba okay, wanaweza kaingia kwenye mahusiano, lakini akaja kushtuka kwamba hivi kumbe kuna mtu anaitwa Festo na alikuwa anamtaka huyu mtu. Na wote tunajua balaa la Festo. Huyu ni bongi moja la jambazi, mtu katili vibaya mno. So majibu gani ambayo atayapata JC baada ya yeye kwenda Kawe kuhakikisha Festo kaondoka? Wote tutakuja kufahamu tutakaporejea hapa kujua sasa kweli Festo yupo nchini ama ameondoka, na kama yupo nchini balaa jipya mjini litaendelea ama litatokea. Mdoto alikuwa na Lucas Lumbas, mtayarishaji Alitontoni, God Bless Hotel. We meet again. Bye bye.